Hotuba ya Rais Samia iliweza kusheheni mambo mengi sana mara tu baada ya yeye kuweza kuapishwa kama rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kama tulivyoona, wageni wengi kutoka nchi mbalimbali waliweza kufika katika jiji la Dodoma badala ya Dar es Salaam. Maana mara nyingi sana tumezoea Dar es Salaam, lakini this time ilikuwa ni katika jiji la Dodoma. So mara tu baada ya kuapishwa alipata nafasi ya kuweza kuhutubia Watanzania. Aliweza kuzungumzia mambo mengi sana, lakini nitaweza kuongelelea mambo makubwa ambayo yeye aliweza kuyapa kipaumbele kwa ajili ya mustakabali wa taifa. Cha kwanza aliweza kutoa maagizo, kuviagiza vyombo vya usalama vyote nchini Tanzania kwamba viweze kuruhusu sasa maisha yaweze kurudi normal. Kukiwemo ondoleo katazo alilokuwa ametoa amri ya watu kuwa na muda fulani, na kama unavyoelewa kulitokea utata wa watu kuweza kumove kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Ilikuwa ni ngumu sana kutoka kwenda sehemu nyingine, sababu kila maeneo ya jiji la Dar es Salaam, lakini pia kila pande na kila kona za Tanzania kulikuwa na ulinzi na beria nyingi ambazo zilikuwa zimewekwa kwa ajili ya kulinda usalama na kwa ajili ya kuweza kuweka vizuri masuala ya usalama. So aliweza kuondoa hiyo amri, lakini jambo zito na kauli kubwa ambayo yeye aliweza kuisema jana, aliweza kuongea mambo mengi, lakini kuna jambo moja ambalo yeye aliweza kuliongea akisema kwamba swala la kujenga taifa ama swala la kuweka taifa kuwa zuri na lenye amani si swala la yeye peke yake, ni swala la Watanzania wote, ni swala la viongozi wote, ni swala la kila Mtanzania ambaye amepewa nafasi ya kuwa Mtanzania. Lakini akasema kwamba mabishano na magombano na malumbano yanaweza yakaishia tu katika kutunishiana misuli, lakini yakaishia katika kuonyeshana nani mkubwa, nani mbabe, nani anaweza, yasiweze kuweza kulipeleka taifa katika hatua nyingine. So akasema yeye anaamini katika mazungumzo, kwamba yakifanyika mazungumzo basi taifa linaweza kusonga mbele. Na hiyo ndiyo kauli kubwa ambayo nilikuwa nataka kuizungumzia. Kwa upande wa serikali, kuandaa mazungumzo linaweza likawa ni jambo rahisi sana, kwa sababu tayari Rais Samia alishaapishwa kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo yeye kuitisha mazungumzo na wapinzani wake linaweza likawa ni jambo la kawaida, lakini kwa upande wa wapinzani linaweza likawa gumu. Otherwise iwe wapinzani na wenyewe wana uchu wa madaraka. Kama wapinzani wana uchu wa madaraka, linaweza likawa ni jambo jepesi sana kukaa chini na kuweza kuyaweka mambo yakawa sawa. Lakini kama watakuwa na msimamo wa kuweza kusimamia zile agenda kuu ambazo wao walikuwa wanazitaka, kunaweza kukatokea utata kidogo na mvutano kidogo, kwa sababu wakati sisi tunataka uchaguzi usimamishwe, wewe uliruhusu uchaguzi ufanyike na ulikuwa umekusudia kwamba uweze kupita ndipo uweze kuandaa mazungumzo. Of which mazungumzo ni mazuri. SADC pia waliweza kuongea kwa habari ya ikiwezekana watu waweze kukaa pamoja, meza moja, waweze kuzungumza
moja kwa ajili ya mustakabali wa taifa. So tukirudi katika taifa la Kenya, mazungumzo kama haya yamekuwa ni jambo la kawaida. Ukiangalia Kenya, mpinzani mkuu alikuwa ni Raila Odinga na wa chama cha ODM. Sasa ni mara nyingi sana yamekuwa yakifanyika mazungumzo na kuweza kukaa pamoja, meza moja, kuangalia taifa linakwenda namna gani na mambo yanakwenda namna gani. Lakini nafikiri ajenda kuu huwa zinakuwa ni yale malalamiko, ni yale ambayo wapinzani wanataka yafanyike. Na fikiri kwamba kwa sasa Tanzania inahitaji upinzani uweze kusikiliza namna ambavyo itakuwa, ili waone kwamba kama kuna uwezekano waweze kukaa chini, waweze kuona vile watafanya kwa ajili ya kuweza kusogeza taifa mbele. Nafikiri hicho kwa sasa ndio cha msingi, maana itakuwa ni ngumu sana kwa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwamba rais akishaapishwa inakuwa ni ngumu, haiwezekani hata kwenda kupinga mahakamani. So aliyeapishwa ndio huyo. Nafikiri hayo ndio mambo ya msingi.